Hakuna uongo unaosema unalindwa na damu ya Yesu. Ni uongo. Kuna wengine unakuta amebandika kastika kwenye gari, this car is protected by the blood of Jesus. You are stupid. Ulinzi ni kazi ya malaika. Ukishaoshwa na damu ya Yesu, then damu ya Yesu inakupa kibali cha kufanya ulindwe na malaika, not the blood. Usiku unasikia mnaenda kwenye mafundisho, ukitaka kulala jifunike na damu ya Yesu. That's not a blanket. Hiyo sio blanket. Hakuna kufunikwa na damu ya Yesu. Don't sikiliza. Huo ni uongo. Huo ni uzushi. Hiyo ni heresy. Lakini ukiwaambia walokole namna hiyo wanasema mimi lazima nijifunike. Sasa mbona yenyewe kusaidia? Kuna mahali pengine mtu mama mmoja na baba, fundisha hivyo, damu ya Yesu najifunika. Nikasema endelea kujifunika, lakini ni uongo. Nilikuwa Arusha kanambia damu ya Yesu mtumishi, mafundisho yako nayapenda sana, lakini kwenye damu ya Yesu hapo kishajazwa huyo. Watu wananunua black currant, wanaiombea, alafu wanamimina kwenye maji. Hii ni damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu inakuwa damu ya Yesu. Kwa sababu wanaitumia kwenye ushirika mtakatifu kwenye meza ya Bwana. Then wanafikiri inakuwa ni damu ya Yesu hata kwenye maji ya kuoga. Alafu anachukua maji anaoga. Anasema najiosha na damu ya Yesu kwanza haisugui uchafu wa mwili. Ni inatakasa roho yako. Ukiogea maji hayo uliyochanganya na juice, unakuwa tu na utamu kwenye mwili. Sisimizi ndio watakufuata. Hiyo ni kuhusu sanctification. Umeshindwa kuelewa vitu hivi, ndo mara nyingine unakuta tunabandika kwenye magari yetu, hili gari linalindwa na damu ya Yesu. That's not true. Wewe unaokolewa, unasafishwa na damu ya Yesu. Malaika watalinda gari lako. Kuna protocols katika mambo ya kiroho. Damu ni qualifier. Watu mbona wamekuwa wanasikia kichefuchefu wanaposikia damu ya Yesu? Wanaposikia damu ya Yesu inalinda watu wengine, kwa sababu wao kama haiwasaidii na hawana imani juu ya hiyo damu kana kwamba ina uwezo wa kulinda, si wanyamaze, waendelee na mambo mengine. Kwa sababu sisi tunaolindwa na damu ya Yesu hatujawaambia kwamba haijatupa faida, na ndio maana tunazidi kuihubiri, ndio maana tunazidi kutangaza ya kwamba damu ya Yesu ilifanya vitu vingi zaidi ya kuosha dhambi za mwanadamu. Kwa nini muipangie kitu cha kufanya, muipangie damu ya Yesu kitu cha kufanya? Au kwa nini mumpangie Yesu damu yake inapaswa ihusike tu kwenye dhambi peke yake? Kwa sababu kama ukitaka kuchunguza nguvu za Mungu na uweza wa kiungu, hutokuja kuweza kuchunguza na ukapata conclusion. Namna nguvu za Mungu zinavyofanya kazi katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika Roho Mtakatifu, katika neno la Kristo, inafanya kazi kwa namna ambayo ni zaidi ya ufahamu wa mwanadamu, ni zaidi ya akili za mwanadamu. Sasa kama wewe utataka uipangie kazi damu ya Yesu, utachemka tu. Na watu ni kama ni vipofu, na shida kubwa Yesu aliwahi kusema, ninyi mnazidi kuwa vipofu kwa sababu mnadhani kwamba mnajua kila kitu. Lakini mngesema sisi tu vipofu tufungue macho, ningewafumbua macho muone namna ambavyo damu ya Yesu inafanya kazi zaidi ya vile mnavyofikiri nyinyi. Inafanya kazi kupita mipaka wanadamu waliojiwekea. Tuje kwenye hoja ya kwa nini damu ya Yesu inalinda. Maandiko yanazungumza nini? Ukisoma ile kitabu cha Kutoka sura ya 12, kuna tendo fulani Mungu alimwambia Musa alifanye baada ya kumchinja mwana kondoo ambaye alikuwa ni kivuli cha mwana kondoo mwenyewe Yesu Kristo, kwamba atakuja kufa, atachinjwa na damu yake itumike kwa ajili ya kufanya manunuzi. Manunuzi yenyewe ni kuwanunua wanadamu kwenye kabila, kwenye koo za watu. Anamwambia hivi, mkisha mchinja huyo mwana kondoo hakikisha mnamla, lakini damu yake chunga sana, msiile damu, ila hiyo damu ipakeni kwenye malango ya nyumba ambazo Waebrania wamo, kwa sababu mimi nitashuka, nitapiga kila mzaliwa wa kwanza wa Farao na wa Misri wote. Kitakachonifanya nijue ninyi nisiwapige, au malaika anayekuja asiwapige,
ni baada ya kuona damu katika nyumba zenu, katika mimo miwili ya malango na kwenye kizingiti cha juu, nitaiona damu ya mwana kondoo. Maana yake damu ya Yesu ni ulinzi, kama damu ya yule mwana kondoo aliyechinjwa wakati wa Agano la Kale iliweza kuwalinda na kuwahifadhi hai wana wa Israeli wote katika nchi ya Egypt. Inakuweje ninyi mwanze kusikia kichefuchefu mnaposikia damu ya Yesu inalinda? Inalinda gari, inalinda nyumba, inalinda biashara, inalinda chochote, inalinda uzao na mzaliwa wa kwanza, inalinda uzao wa tumbo, inalinda mwanamke mjamzito akibeba mimba, inalinda. Kwa nini wewe una hasira na damu ya Yesu? Ilikufanyia nini? Na wewe uko upande gani? Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kuna siri moja kubwa sana. Biblia inasema hivi, wakamshinda. Nani wakamshinda? Yule mnyama, mpinga Kristo na nabii wake wa uongo, ambaye mpinga Kristo alikuwa ana nguvu alizopewa na shetani mwenyewe. Uweza wote wa shetani alimpa mpinga Kristo. Biblia inasema ushindi ulipatikana kwa watakatifu kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Biblia inatuongeza kitu kingine ambacho damu ya Yesu inafanya. Inapigana vita ambazo wewe huwezi kupigana. Kwa sababu kama ushindi unapatikana kupitia damu ya Yesu, alafu wewe unabaki tu kusema damu ya Yesu ilihusika tu kwa ajili ya kuosha dhambi, kusamehe dhambi, unaipunguzia kazi damu ya Yesu, unaipunguzia nguvu damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kupigana vita hata kama mtu amelala fofofo. Damu ya Yesu ina uwezo wa kulinda, kuprotect makazi ya watu. Na wewe unasema watu wananunua nini? Wanasema hii ni damu ya Yesu. Umesahau Yesu mwenyewe alichukua maji ya mzabibu, divai, akawaambia hii ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Mimi sitakula mzao huu wa mzabibu pamoja nanyi sasa hivi, kwa sababu nitajireje mwenyewe. Ninyi mnaona ni maji ya mzabibu, mimi ninaona ni damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Kwa hiyo siwezi kujinywa mwenyewe wala kujila mwenyewe. Nitakula pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu siku moja, lakini hii sio mzabibu, sio divai kama mnavyoiona. Hii ni damu yangu. Mnaopaswa kuinywa ni nyie hapo, kwa sababu itasababisha ondoleo la dhambi, ondoleo la laana, ondoleo la matatizo yote sugu. Itasababisha kufunguliwa kwa watu, deliverance. Kwenye kuombea watu mapepo ya watoke, huwa tunatumia mpaka damu ya Yesu. Wale pepo sugu wale kutoka, wana sitoki. Naambia lete maji. Alafu wakati pepo wanafikiri ni maji, nasema una change gear angani, unasema hii ni damu ya Yesu, hii ni damu ya Yesu. Ninamnywesha ubinti, na anapokunywa nafsi yake itakuwa inarudi mahali pake. Hakuna pepo atastahimili kukaa hapa. Akisha kunywa tu mtu tayari ameshafunguliwa. Alafu wewe unasema damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Unaipangia kazi damu ya Yesu. Shame on you. Mshindwe kwa damu ya Yesu.